nini? Upendo. Nani anaitwa upendo? Lema. Unaweza kuitwa upendo lakini wewe mwenyewe huna upendo. Unaweza kuitwa amani, wewe mwenyewe huna amani. Ni msukosuko tu. Shida. Kila aliyeitwa jina fulani ndani ya angalie. Naitwa upendo. Je, nina upendo? Naitwa huruma. Je, nina huruma? Korofi. Sasa tumeona kwamba utatu wa Mungu wote umejengwa kwenye upendo. Mungu aliupenda ulimwengu. Ni pendo la namna gani Baba alilotupa hata tuitwe wana wa Mungu na hivyo tulivyo. Ni pendo. Yesu anasema mtu gani aliye na upendo kama huu hata mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake? Ni sisi. Tukija kwa Roho Mtakatifu anasema tunda la Roho ni upendo. Hiyo tunda ni tabia ya Mungu. Tabia 9 za Mungu, 8 zote zimejengwa kwenye upendo. Sema amen. Upendo wa maneno umepitwa na wakati, watu wa Mungu. Usipende mtu kwa neno, bali upende mtu kwa tendo. Tendo. Hadi upende mtu kwa nini? Unanipenda, lakini nina kiu, maji unang'ang'ana nayo tu hapo. Hapo ulitoka kufundisha upendo. Upendo unadai kutoa, upendo unadai. Na watu wengi ndio maana kufundisha upendo, maana kwa kweli viwango vyetu vya upendo ni vidogo. Na kama tunafikia viwango vikubwa vya upendo, na baraka zetu zitakuwa nyingi. Kwanza mpende, sikiliza, kusoma mahali fulani. Yesu akaulizwa katika amri 10 ipi iliyo kuu? Katika kitabu cha Mathayo, katika amri 10 ipi iliyo kuu? Anategwa na viongozi wa dini. Ulisikia Yesu alichokisema? Amri 10 ni ipi iliyo kuu? Alitakiwa aseme zote zina thamani, lakini zote hazina, zimebebwa na amri hizi mbili. Akasema amri ya kwanza inasemaje? 1, 2, 3 tuseme wote. Amri ya kwanza inasemaje? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sikiliza. Kwa sababu unaweza ukapenda kwenye maneno lakini kwenye moyo haupo. Kwa moyo wako nini? Tuseme wote. Kwa moyo wako nini? Na kwa nguvu zako nini? Na kwa akili zako nini? Sasa hiyo umeona upendo ulivyo na kazi. Akili ziwe na upendo na Mungu. Moyo uwe na upendo na Mungu. Na mwili uwe na upendo na Mungu. Mwili ukiwa na upendo wa Mungu utautoa uende ukafanye mambo yasiyompendeza Mungu. Sema amen. Mimi nakwambia upendo wa Mungu ukipungua ndani mwako, ndio matokeo mabaya yanatokea kwako. Maana upendo una nguvu. Upendo ndio unakushikilia. Akasema na ya pili, wale viongozi wa dini walikuwa wanamsumbua Yesu. Wakamwambia na ya pili, mpende nani? Mpende nani? Jirani yako ni nani? Hebu nikuulize, jirani yako ni yupi hapa? Mama Mary anasema hivyo. Kwa hiyo wengine sio jirani zako. Mpende jirani yako. Jirani yako ni nani? Tusaidiane. Jirani yako ni nani? Yesu akasema
unasema anatoka wapi? Sio yule. Ukimuuliza Kaini na Abeli walikuwa ni ndugu, baba mmoja, mama nini, walioana wakuoana. Pale palikuwa na jirani mwema. Sasa nataka nikufundishe, jirani yako ni huyu hapa, ndugu yako ni huyu hapa. Sema amen. Ya pili inasema mpende jirani yako kama nini? Jamani, huko kweli tushafika? Tuweza nini? Huko tushafika? Kama hatujafika mitaa hiyo, tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie tufike kwenye mitaa hiyo ya kukupenda kama nini? Hivi nafsi yangu si ndio iliniambia nivae suti nzuri? Ili nafsi yangu inasema mzee Kaino naye ambaye si kama hii. Sinaishia kwangu. Kwa hiyo bado hilo hakujafanikiwa, si ndio? Umefanikiwa wewe. Mpende jirani yako kama nini? Wewe unanipenda kama nafsi yangu. Nitakupa mtihani sasa, na ichoma hiyo wali kwa ile hapo. Upendo wa maneno. Nakwambia chomoyo walete hapo sasa nipe. Alafu kweli sirudishi. Utasikia Mungu wangu, Mungu wangu. Upendo ni gharama na ni karaha. Ninakukarahisha lakini umetimiza kusudi la upendo. Wewe mzee Tai. Kama hatujafika kwenye mitaa hiyo tunang'ang'ana nini na mitaa hii mingine? Hatujafika kwenye mitaa ya kupendana kama nafsi zetu. Unanipenda nifungulia kaka Sauli akasikia 120. Kenyewe itakuwa shida. Upendo unadai kutoa. Sema nini? Acha hizi sheria tu unatoka kwa sababu sheria inakubana kwamba usije kanisani mikono mitupu. Ni sheria tu inakubana. Lakini vinginevyo ungekuja hata mikono mitupu. Unacheka. Hali hata kwa kumpenda Mungu wala kumpendi vizuri. Okay. Ngoja nikuonyeshe kitu. Soma kitabu cha Waefeso. Sasa hapo mtulie. Efeso 5. Sura 5 mstari. Ngoja niombe mstari. Mstari wa 25. Neno linasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi. Ruka. Nina mpango mwingine hapo tayari. Nenda 28 neno la Mungu linasema, vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Kuwapenda wake zao kama miili yao nini? Hilo linaingia. Unajua mwanamke hakupewa kupenda. Tunamwang'ang'aniza bure tu. Hakupewa. Naonyesha kwenye Biblia mwanamke mpende mkeo kulala. Hamna. Sikubalia. Wala usinilazimishe. Eti kuna mtu ananilazimisha huko anasema mwanamke yeye alizaliwa na upendo. Siwezi kukubalia. Ninasimama kama Mungu hapa. Okay. Ngoja nikueleze. Nikufafanulie uelewe.
lakini sasa nisikilize sasa. Ukuelewa ulichokisema, lakini ngoja nikufafanulie. Kwa nini mwanamke hakupewa kupenda? Nitoe maksi alafu nitoe hela. Anayejibu. Yaani maana yake ni hivi. Nisikilize. Huyu mwanamke si mwanamume aliyetoka kwa mwanamke, bali mwanamke alitoka kwa mwanamume, ambapo ndani ya huyo mwanamume kulikuwa na upendo, na huo upendo ndio uliomsababisha huyo akaitwa mke. Maana alitolewa ubavu mmoja wa huyo ambaye ana upendo. Kwa hiyo huyu anaumbika, anazaliwa akiwa tayari ameubeba upendo wa Adamu. Kwa hiyo ukifundisha unaweza ukafanya makosa, lakini huyu ni ubavu wangu. Kwa hiyo sina haja ya kumwambia anipende, maana huyu ni mimi. Bali wewe sasa unaambiwa umpende huyu ubavu wako kama wewe mwenyewe, maana hakuna mtu amchukiaye mwili wake wakati wowote. Sikilize, hakuna mtu amchukiaye mwili wake wakati wowote. Anaposema hivyo anasema kwa habari ya Hawa. Maana yake nikikuchukia wewe, nimejichukia mimi. Sio wewe uliyetoka, mimi niliyetoka kwako, bali wewe ndiye uliyetoka kwangu. Kwa hiyo ukatoka ukiwa umebeba upendo wangu. Sina haja ya kukuambia upende, kwa sababu tayari umeubeba upendo. Lakini sasa huyu ambaye ametolewa ndio anaambiwa sasa na wewe upende kama wewe ndio unavyoipenda. Maana hakuna mtu amchukia mwili wake wakati wowote. Yaani wanaona tungejua hayo na nini wanawake tungeishi hapa duniani kwenye ndoa kama mbinguni. Lakini wengi mnatangaza ndoa kwenye hili. Nasikia kwenye hili ya Ramadhani, sijui itakuwa lini. Tarehe maana kila mmoja akijua kwamba ni mke aliyenibeba au ni mimi nitakuwa nibebe mke. Ni kanisa linalotakiwa libebe Kristo au Kristo ndiye anatakiwa libebe kanisa? Na mfano wa Yesu ni mfano wako wewe Yesu. Ni mfano wako wewe imam. Ni mfano wako wewe baraka. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe ni kutii. Maana wewe si umetoka kwangu. Mimi si ndio bosi wako. Aliye bosi wako ndio mimi. Mimi ndio bosi wako kwa sababu pasipo mimi wako usingekuwa hapo. Kwa hiyo mimi nisikilize nchini. Wewe na nini uko hapa? Wewe ni bosi wake. Sasa vitu kama hivyo ukifundisha vizuri kwenye ndoa, mimi nakwambia mtaishi hapa duniani ukiambiwa Yesu anakuja mwambie, unasema kaa kidogo. Upendo ukiumbika, yaani ndani ya ndoa, mimi nakwambia unaweza kumwambia Yesu kaa kidogo. Lakini upendo ukiondoka ndani ya Yesu, utaimba na nyimbo Yesu ndio utuchukue, Yesu ndio utuchukue hadi makwenda kwako. Atakuja kwa majira yake ambayo yamepangiwa. Kwa sababu hukujua nini mipaka yako, hukujua wajibu wako kwenye ndoa kama mke, wajibu wako kwenye ndoa kama mume. Yesu nafikiri anatuvumilia mangapi? Sema amina. Ndio maana upendo unazalisha nini? Uvumilivu. Eti kuna watu wanapiga wake. Anasema kupiga hapo, umepiga mwili wako. Sije nikakupiga sana. Ana haya mikono haya kwa sababu yameokoka tu. Alikuwa magumu haya, ukipiga hapa unalima. Anasema upende mkeo kama unavyojipenda mwenyewe. Maana huyu ni nini? Ni mwili wako. Umepasuka. Sasa ngoja nikuonyeshe. Imani.
kwani upige mkono, upige mkono na mkono, upige mpaka pavinde. Upige baraka, piga huo mkono wako mpaka upinde, upige mpaka nione Mungu imetoka hapo. Nipige hapo, sio mkafikiri hapa nimeng'atwa na mama anafanya. Maana wengine mtakuwa mnaangalia tu, so amsikilize neno hili mchungaji pale hapo anafanya nini, au makucha ya mama nini wanasema. Yaani unajua ukisimama mbele za watu uwe makini kweli. Wengine wanasoma hata umeparuswa nini, anasubiri kana upendo. Yaani sio makucha ya mama mchungaji kweli. Sio makucha ya mama mchungaji. Kuna kitu kilikuwa ninanyanyua, Mungu akakituliza kilipasua hapa kwa kichana kidogo. Sasa wengi unajua vitu vingine tumwai shetani. Inawezekana na ubiri upendo hapo anasema lakini ile lazima tumwai shetani na tujue fikra za shetani. Fikra za shetani ziko kwako na fikra za Mungu ziko kwako. Haleluya. Ili nitoe vizuri, sio mkabaza tena. Kwa hiyo baraka umeshindwa kujipiga utoke Mungu. Kwa nini sasa Elina unakuja na Yasini na kupiga ngumi mpaka atoke Mungu? Aliyetoka Mungu sio Elina, ni wewe. Unanielewa? Kumbe unakuja kwa kubariki. Karibu. Yeshua Mungu akubariki. Sana wewe ndio ndo. Sikaje zamani sana na ndo. Hujawahi kupiga huyo hata siku moja Mungu. Ule wapi? Na leo tena utaendelea. Piga Yesu wako. Hapa kuna uponyaji. Wewe usifikirie kwamba wewe kama unataka kupona, kuna mwingine hapa anayepona. Wewe usifikirie neno la Mungu linarudi kule. Itapeleka majibu kwa Mungu kwamba tayari nimemponya Ima, tayari nimemponya kwako. Na nini huko mbele? Unajua tuna miaka inafikiria 33. Muulize kuzi. Hata kule kufinywa tu hivi. Maana sasa leo nafinya kidogo kwa ndani. Hakuna Biblia hapo niruhusu nifinye. Nikimfinya nimefinya mwili wangu. Na ndio maana wengi hatuwezi kufundisha ndoa. Hakuna wananiambia sana mjitao wenyewe ninafundisha nini? Hapa kuna matengenezo. Sema nini? Hata kiangalia kwenye nini, kwenye tarashaji ya masomo. Sijaandika habari ya Waefeso. Nimesikia tu hivyo na Mungu ndiye amesema, kwa sababu watu wengi hapa wanafikiri kwa kufinyana ndipo analeta jibu. Kumbe ndio anazidisha tatizo. Kwani mzee hiyo? Hivi ushawahi kuombea mikono yako? Unajua mwanamke nguvu yake iko kwenye kusema. Na mimi mwanamke naye sasa vile mtu hajaokoa mikono hajaokoka. Huyu jamaa anashindwa anamwambia sasa mimi siwezi, ngoja nikuonyeshe. Lakini upendo unazuia. Jamani, sisi tumesoma kwenye kitabu cha Petro, anasema upendo usitiri wingi wa nini? Unazuia. Leo ukiondoka, ujue ukimpiga leo umejipiga mwenyewe. Wewe tafikiri namkomesha. Na huko duniani eti mtu anatoka yuko na linundu, yuko na linundu. Ukiulizwa linundu nini? Kuna shangazi yetu ambaye ameolewa. Unajua sisi tumeona mwana.
shangazi ambaye anazaliwa na baba yangu tumbo moja, alafu ameolewa na baba yake huyu, baba yake mdogo. Naona tulivyokorogana sisi, nafikiri alafu na mimi nenda kwa nikaigiza. Sasa yule shangazi katika mtaa huu tunaoishi ni yeye pekee yake aliyemjua Mungu. Katika mama wote wacho kijiji waliolingana naye hamna mtu amekufa. Yule mama yupo. Kama baba yake huyu alikuwa korofi alikuwa anaitwa Mungu. Alikuwa korofi lakini. Unajua alikuwa anaitwa jina lake. Sema mwenyewe. Sema mwenyewe. Anaitwa Kataka. Yaani mtu wa Gogi. Ameshakufa ndio maana anasema ndio wewe. Ninyang'anywa hicho ule urembo. Sasa yule baba alikuwa anampiga shangazi. Siku moja alimpiga mpaka kama ubavu kaenda pembeni. Alipopimwa akaambiwa ubavu umeenda pembeni. Umefanywaje? Sasa wamama wa leo hawapo. Nisikilizeni. Yaani mimi nisikilize usiseme kwa unatoa. Wamama wa leo hawapo. Wamama wa leo nikupiga debe. Nikuli aliyenitengua hapa. Yule mama aliulizwa na madaktari, umefanyaje mpaka hadi katokea hivi? Asema nilikuwa tuna ng'ombe mkali. Wakati yule ng'ombe nataka kupambana naye, yule ng'ombe akanitupa huko, nikaangukia kisiki. Akamkizia ng'ombe sisi, lakini mimi alikuwa anamtandika kwa kweli. Leo hii kibibilia tumemuita yule ametoka nani? Na bali yule kwenye Biblia ambaye mkewe alifika akamwambia Daudi, huyu yaani alivyo ndivyo na jina lake lilivyo. Alikuwa anaitwa nani? Abigaili. Yule mwingine mbaya kama jina lake Nabali. Sasa huyo kwa wangu jina lake lilikuwa linafanana na maisha yake. Alikuwa anaitwa Kataka, mtu wa matata. Lakini mwanamke wa leo yupo. Kila mahali daktari, nilipigwa ngumi moja hapa. Mimi nakuhakikishia wewe mama, mpaka leo katika wamama kijiji kizima wanaolingana naye wengi wamekufa, amebaki peke yake. Na hapa pako vizuri, kwa sababu alikuwa amempenda mmewe akamfichia siri. Lakini leo wanawake kama hawakuokoka, sio hapa kanisani. Tasikia mchungaji, nilipigwa bonge la ngumi jana. Upendo maskini wingi wa nini? Wa nguvu. Upendo una nguvu. Yaani juzi nafika na mwangalia shangazi. Shangazi anamwambia wifi yake ambaye ni mdogo sana kwake. Tumekaa nao, manake napenda kwa sukari mara nyingi, ni wajana. Huyo ambaye ni mdogo zaidi anamwambia wifi, sikiliza, unapozungumza na mtoto nyosha maneno. Manake akili iko vizuri. Ni mama sasa hivi anatubilia kwenye miaka 100. Inawezekana. Anamwambia nyosha maneno. Upendo haujalishi umeokoka au hujaokoka. Upendo ukiwa kweli ni upendo wa kukimbia mabaya, wa kuhurumia wengi, wa kuwafichia wengine mabaya, Mungu bado anaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe mfano fulani. Alafu tutakupa mstari kama ndio utaruhusu. Hebu tusome kitabu cha Wakorintho. Sema kidogo, lakini nataka kuongea kitu baki. Kuna kitu nataka nikueleze utakachoondoka nacho. Hebu soma. Wakorintho wa kwanza
Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Nitakwambia wote. Neno la Mungu linasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato uvumao. Naona kuna watu wanaoweza wakanena kwa lugha za malaika. Malaika maana yake ni lugha za mbinguni, maana hawana mwili, ni roho. Kama sina upendo, nimekuwa nini? Debe lililo tupu, ambapo debe likiwa tupu linalia kweli. Si hatukatai nena kwa lugha, lakini matunda yaonekana. Tumeona Roho Mtakatifu tabia yake ya kwanza ni nini? Upendo. Lakini wewe lakini tunda la Roho hamna. Nijaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu, kama sina upendo, nimekuwa nini? Shaba ilialo, yaani debe lilialo ambalo liko tupu, halina kitu. Yaani usipokuwa na upendo, malaika ni kama huna kitu, hata unene kwa lugha ndani mwako hamna kitu. Mimi nataka niwafundishe kanisa kupenda. Tuhurumiane. Biblia inasema heri na wanaolia, furahini na wanaofanya nini? Endelea na mstari unaofuata. Mstari wa 2. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote. Sikiliza. Sasa hivi ni unabii. Watu wanabebwa na unabii, lakini hawabebwi na upendo wa Mungu. Endelea. Na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Kumbe imani haina nguvu kuliko upendo. Hata nikijua siri zote za Mungu, siri zote zilizofichika, kama sina upendo, ni bure. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Mmechoka? Hamjachoka? Kwa kweli Mwenyezi unachoka na kila tueleza kwa hiyo tumechoka. Nenda nini? Hata nikijua siri zote, nikiwa na imani timilifu, kama sina upendo, mimi si kitu. Nina upako. Chungaji, upako wako hausaidii lolote kama hauambatani na upendo. Muujiza wako hausaidii lolote, maana hata shetani anaweza kufanya kutengeneza muujiza. Cha kwanza, muujiza mkubwa ni upendo. Siji huku kwa sababu niwaambie wanao. Naweza kufikiri na pendelea. Unaona nikija hapa unasikia? Umesikia? Nini kinachotokea? Umesikia? Msione ni masawa wanao. Wanacheka. Sasa zingine unajua lazima ujue maswali ya watu moyoni. Mchungaji sasa yeye ni kule tu. Sisi tuna makosa yangu. Kwa nini makosa yote? Ni mwangu. Nasikia wewe? Wewe usikweli. Sio kama ninasema wewe. Mwingine atasema mimi na hapa. Amen. Ni watoto unapendana. Hivi ukipewa ndizi na mama unaweza kumbeia mwenzio? Sio ndio ya mdomo. Mbona mkitoka kwenye mandazi mnafulia wenyewe? Mwenzio amekaa hivi ameshika shavu hivi. Hajapata chochote. Unakula mwenyewe. Wale huko ndio kupendana huko. Unamgea mwenzio hapa nitakapoishia basi Mungu ataleta nini? Unataka ule tu ushuhuda mwenyewe, si ndio? Si tumesema upendo unalea kutoa. Sasa mmetoa nini? Mmemgea mwenzio. Ni juzi unakula mwenyewe.
Kuna mmoja anamja bado. Ufanye kazi kweli hapa. Mmoja anasema, lakini Mungu umesema kweli. Pigeni yule aliyesema bado mambo. Mungu anapendezwa na kweli moyoni. Sema bado mchungaji hapa. Ngoma. Kwa hiyo walimu bado mna kazi. Hebu fikiria tabia ya upendo jinsi Paulo anavyoifafanua kule kwenye makanisa ya Korinto. Hata nikiwa na imani timilifu ya kuhamisha milima, kama sina upendo ni msiki tu. Upendo hauko kwenye maneno. Utaniambia mchungaji, wewe vipi? Wale nitawapa wote au niliowapa wanajua una upendo. Wewe mpaka mtu. Ngoja kuonyesha. Ana utasema mimi hebu soma Waebrania 13 mstari wa kwanza. Upendano wa ndugu na udumu. Basi rudia tena, ulikuwa unasoma kwa mashaka. Ni neno kubwa mno. Upendano wa ndugu na udumu. Yaani ndugu, wewe ni ndugu yangu. Upendano wa ndugu na udumu, usiwe na mwisho. Ndugu wanaozungumziwa ni mimi na wewe. Haleluya. Upendano. Ngoja nitakusoma kidogo. Kama sio hii ni hiyo. Biblia inazungumzia vizuri zaidi. Kwenye hiyo anasema upendano wa ndugu na udumu. Yaani usio wa leo na kesho. Yeye anasemaje? Hii inasema hii neno, endeleeni kupendana kama ndugu. Kuna ingine inasema tofauti. Upendano wa ndugu na udumu. Endeleeni kupendana kama ndugu. Yaani hiyo udumu maana yake ni mwendelezo. Hauwi na ukomo. Upendo wa ndugu usiwe na ukomo. Kwa leo nimekuwa kwa mchini, kwani lazima kesho niende. Nenda tu. Endeleeni kupendana. Upendano wa ndugu uendelee. Sisi ni wa baba mmoja. Mama ndio hatuna. Usije ukasema na mama mmoja, huko hakuna mama mmoja. Au mama mmoja ndio waliwana Kaini na Abel. Huku ni baba tu, hatuna mama. Sema amen. Kwa Mungu kuna mama. Au kwako kuna mama? Kuna mama, kuna mama. Kacheka wananitaka kuwa padri. Aisee Yesu kwa ungesali sala zote Mama Maria tuombe. Akuombe vipi? Hata kitafuta kwenye Biblia una. Tunao ndugu katika Kristo Yesu. Upendano wa ndugu na udumu usiwe na mwisho. Haleluya. Sasa ngoja nikuonyeshe mfano fulani. Katika watu, katika mitume 12, ni mtume gani aliyeandika upendo zaidi kuliko mitume wote? Katika wanafunzi 12. Yohana, si ndio? Sasa huyu Yohana, ngoja nikupe ushuhuda wake.
kwako, magonjwa hayana nguvu kwako, mateso hayana nguvu kwako. Maana kuwa na huo upendo wa Mungu ni kwamba wanamtesa Mungu ndani mwako. Sasa katika watu ambao wamekufa kwa sababu ya tamko la Mungu kupitia Mwanzo, hakika kufa mtakufa. Ndio maana pekee, maana ni na nguvu ya Mungu ndani wake, ambayo ni nguvu ya Mungu. Walijaribu kumuua, walishindwa. Sema neno. Walimpeleka kwenye friji akaganda, wanakuja wakimtoa, wanakuja yuko vile. Ndiye huyo anayeandika barua zake zote, anaandika upendo, wapenzi tutendane, maana pendo latoka kwa Mungu. Yeye ni wapenzi tutendane. Sasa huyu jamaa unajua, mtu aliye na upendo mkubwa ni kama mtu anayedeka. Ngoja kusogea tabia zake. Walijaribu kumuua, walishindwa. Maana iko nguvu ya Mungu ndani ya mtu huyo kwa sababu ya upendo. Alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Ni mtu alikuwa amebeba upendo wa Mungu mkubwa mno. Walimtupa kwa Patmo. Sasa ngoja nitakwambia kitu fulani. Naomba tu uwe na nguvu kama dakika chache tu. Nenda waraka kwanza kwa Yohana. Sio. Injili ya Yohana. Andika Injili ya Yohana kama unaandika ili uelewe vizuri. Yohana. Waya kuonyesha. Soma 24. Sura ya 24. 24. Yohana 24. Neno la Mungu linasema, huyu ndiye yule mwanafunzi ashuhudiaye haya na aliyeandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Huyu aliandika haya, kuna kitu nakitafuta hapo. Soma 23. Neno la Mungu linasema, basi neno hilo lililoenea katikati ya ndugu, ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Soma vizuri. Hapo ndio kwenye pointi yangu. Basi neno hili limeenea katikati ya ndugu, ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Yule yupi? Endelea pia. Bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, tarudia, bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Okay, ngoja soma kwa hii. Ngoja soma ile 3, maana nisijua huko kwenye hiyo Biblia ya neno inasemaje. Anasema basi neno hili lilienea katikati ya ndugu, yaani wale ndugu wanafunzi wa Yesu, ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Lakini Yesu hakumwambia ya kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyu akae hata nitakapokuja, imekuhusuje wewe? Kuna watu walikuwa wanauliza, maana alifanyiwa yote yaliyofanyiwa wakakuta hafi. Ndugu wakaona huyo hafi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna tabia fulani nikasoma jana, sijui kako wapi. Ngoja katafute kidogo pamoja.
alikuwa Biblia inasema moja some hapa, alafu nitakuganisha hicho kitu tunachotaka kusema. Kuanzia mstari nikitakupatia hapo. Kuanzia mstari wa 15, 15. Neno la Mungu linasema, basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simeoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Ngoja tutulie hapa alafu tutaendelea. Wasiwasi wa Yesu na Petro ulikuwa kwenye upendo. Je, unanipenda? Maana ukipenda kondoo bila kumpenda Yesu, akitokea kwa vitu utawacha kondoo utakimbia. Hujanielewa nilichosema? Hujanielewa nilichosema? Yesu anamwambia Petro, je, wanipenda? Sababu ya kumwambia wanipenda ni nini? Ni alishe kondoo zake. Kama huna upendo na Yesu, hutakuwa na upendo na kondoo zake. Mara tatu anamjia Petro, wanipenda? Petro anasema nakupenda. Anaona kuwa ni upendo wa mdomoni tu. Anamwambia lisha kondoo zake. Unajua mara ya tatu kama Petro angekwazika, umesema vizuri bwana. Yaani kama mtu anamwambia simjua bwana, mbona kama unanisumbua tu. Umesoma ile tatu anayomjibu. Si unajua? Yesu anataka kumwambia ningejua ningekuuliza. Mimi najua kwamba upendo wako na mimi ni mdogo. Si ulisema utanikana? Je, ilikuwaje unikane? Si huyu. Lakini unaweza ukaulizwa swali, ukarudiwa, au mahubiri yakarudiwa kwa sababu yana kusudi ya kumfanya mtu mmoja. Neno ni lile. Petro, wanipenda? Ndio. Sasa nimeshakwambia ndio. Unachoongeka Yesu na mimi ni nini? Lakini Yesu akijua ndani ya moyo wa Petro, anaona bado Petro kumpenda kwake Yesu kulikuwa ni kidogo. Kuna mahali alisema, Petro, nakuombea imani yako ikamilike. Ikikamilika uimarishe na nini? Ndugu zangu. Wewe uliyewekwa kwenye nafasi ya Mungu, unampenda Mungu. Maana ukijibaraguza kupenda hao unaoongoza, hutaweza, watakukwaza, utashindwa. Lakini ukianza na Yesu, kumpenda Yesu, Yesu anakupa nguvu ya kuwapenda hawa. Hata wakukwaze vipi, huwezi kuwaacha. Sasa wengi wanataka kujibaraguza. Unajua mimi nakupenda, lakini umeanza na Yesu kwamba unampenda Yesu. Yesu ndiye akupe kumpenda. Maana huyo atakukwaza tu. Si unakumbuka wana wa Israeli na Musa? Walimkwaza Musa wa kumkwaza. Musa alishindwa kuingia Kanaani kwa sababu gani? Si makwazo ya wana wa Israeli. Kwa hiyo mimi ukinipenda, maana yake tabia za Mungu ziko ndani mwangu. Mimi naona kawaida tu. Huwezi kunikwaza. Unanichukia, mimi nakupenda. Unanichukia, mimi nakupenda. Maana ndiyo tabia ya Mungu iliyoko ndani mwangu.
kazini kwenu. Upendo unatakiwa uonyeshwe mpaka kazini. Amen. Pamoja na Petro kwamba Yesu anamwombea, anamuuliza, alivyojichanganya tu na watu ambao kule Yerusalemu alikuwa na baridi, akajichanganya akaenda kuota moto, anaambiwa Petro, lakini kwa upande Petro anasema jamani, niache kufikizi. Ambaye hamna hata kufikizi wewe hata kusema kwa. Sasa angenyamaza kimya wasingejua. Waliposema tu kwamba jamani mimi sio naye, ambaye hata kwa kusema kwamba wewe unaonyesha wewe na nani? Una tabia za Yesu. Kristo unampenda Yesu. Unampenda Yesu kuliko mimi. Sikiliza alivyosema, Petro unanipenda kuliko hao. Yeye malaika alikuwa na watu wengine ambao walikuwa wanaelekeza upendo wao wake kwao. Anamuuliza Petro, unanipenda kuliko hao? Kujaribu kupasulia kidogo. Na malizia. Hao nani? Hao baba, hao mama, hao mjomba, hao mkwe, rafiki. Petro, wanipenda kuliko hao? Mbwangu, unanipenda kuliko? Mimi nakwambia hivi, sikiliza. Mimi naangalia tu. Mimi na upendo. Unaweza ukafikiri sina upendo, na upendo kuliko yule anaiba barakuza kwako wewe, lakini hakubeba upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu kwanza ndio unaokupa kumpenda wewe. Na utampenda kwa kujipendekeza, Unampenda katika upendo wa kutoa mahali fulani kupeleka mahali fulani. Hivi hebu nikuulize, kwa nini Biblia inasema hivi? Sema asema siku za mwisho upendo wa wengi utafanya nini? Kama upendo usingekuwa na umuhimu kwetu, kwa nini unataka siku za mwisho kwamba utapoa? Na ukishapoa na Mungu naye amepoa kwako. Na mimi huioni. Ninakuhakikishia Mungu upendo wa kumpenda Mungu kanisa watu wamechoka. Na sio PHM uzima mkonga tu. Yaani kupenda Mungu sasa hivi ni unabii, watu wamechoka. Watu wako bize na mambo yao kuliko mambo ya Mungu. Sema bila mpigie Yesu makofi. Petro ananipenda kuliko hao. Hao ni wengi. Angalia huyo ambaye anayepandwa kwako ni nani? Angalia, nenda kwenye mawazo yako. Nenda kwenye moyo wako. Hao wanaoambiwa hao ni nani? Petro wanipenda kuliko hao. Maana kuna mahali Petro alikuwa amepeleka upendo wake kuliko kwa Yesu, kuliko upendo wake kuambatana na Yesu. Yesu ndio anajua, anamuuliza Petro wanipenda kuliko hao. Hao wako unawajua. Unawajua. Kwani huwajui? Kwani na sababu ya kukuambia? Hao siku za mwisho upendo wa Mungu utafanya nini? Lakini Biblia inatuonya. Inasema upendo wa ndugu na udumu. Upendo wa ndugu na uwe mwendelezo. Usikatishwe na majira. Soma Timotheo wa pili. Sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3. Mstari neno la Mungu linasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Sikiliza,
Nyakati za nini? Za mwisho. Kujipenda wenyewe ni kukubwa. Tunapenda mambo yetu kuliko Mungu. Nafundisha upendo wa Mungu. Petro walipenda kuliko hao. Kuna mbinguni sio leo mama. Mimi mwenyewe sasa hivi nataka nitafakari na kati tena mbinguni. Wewe unakaa ukatafakari, unaweza kaimba tu hapa. Katika safari yangu nitatembea. Kumbe umeshajaza na muda. Bwana useme, Bwana sio sehemu yako. Rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea. Sawa. Anasema watu watakuwa wakijipenda wenyewe. Yaani manake muda wa kuacha hii kazi ndio Bwana sasa. Bwana. Achana na kuajiriwa. Naomba msikie mkaacha kazi za kuajiriwa. Kuajiriwa ni Bwana aliyokuajiri. Enyi watumwa watiini mabwana nini? Sema. Wewe kazi yako umejiajiri mwenyewe ni Bwana. Sasa kama hiyo kazi inakuamrisha wewe ndiye sasa unakuwa ni mtumwa wa ile kazi. Unatakiwa ufike wakati uiambie kazi kama ni ya kwako, kaa hapa naenda kwa Mungu. Maana yake nina upendo wa Mungu ndani mwako. Petro, je, unanipenda kuliko hao? Hiyo ndio pointi yangu kubwa. Unanipenda kuliko hicho ulichofikiria? Angalia. Afu tunaimba tunakwenda mbinguni. Angalia uhusiano wako na Yesu, uhusiano wako na Mungu na viwango gani? Penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, roho yako yote, nguvu yako zote. Na kwa nini? Haleluya. Watu watajipenda wenyewe kuliko kumpenda nani? Si tunatembea kwenye hizo nyakati. Paulo aliziona akimwonya Timotheo. Inawezekana Timotheo hakuziishi. Endelea kidogo. Maana una safari ya kwenda mbinguni. Na ulinganishe moyo wako na hicho ninachokisema. Unawekewa dola. Tuache hizi za kwetu zinaishia hapo mpakani Mwanamanga, mpakani Masirari hapo. Yaani ukienda Kenya unaonekana kama matakataka haya. Lakini kwa sisi tumezidiwa. Watu mtu mnene sana hii serikali, Mungu alete mabadiliko. Mimi nakwambia ukweli, sikilizeni, mimi ni baba yenu. Napokea kutoka kwa Mungu, awaletea. Tulizidiwa. Kwetu ukifika Kenya makaratasi. Haya tuseme dola. Uwekewe dola hapo na Yesu hapo. Uambiwe chagua. Sasa mtu atalala kwenye dola. Atasema mchungaji alisema safari ya kwenda mbinguni ni mbali zaidi. Ngoja nichukue kwanza dola nifanye haya. Umaskini na utembea na wenzako wanakula nyama kuku mimi wala ngoja nichukue dola. Mbinguni kuna mtu mmoja anafundisha sema ati mbinguni mbali. Kwa sababu huna Mungu, upendi Mungu, lazima mbingu iwe mbali. Tusemeni kweli. Achana na haya makaratasi yetu. Dola haijakai, maana dola inatumika dunia nzima. Ndio maana haya kwetu ya kichakachaka yanarudishwa. Alafu tu Marekani tu kwa sababu wababe wanataka waitawale dunia. Lakini wala dola haina thamani kama paundi. Paundi na euro ya Mwingereza. Sasa unamwongewa paundi hapa, dola hapa. Yesu hapa. Ninakwambia ukweli utachagua dola. Bado mazingira yako yanaonyesha unachagua dola. Wala sio dola, tuchague haya kwa makaratasi. Haya wala tuseme mbali. Huko ni madola ya watu, huko ni mapaundi ya serikali ya kimataifa. Haya madola, haya. Kwa mambo kama hizo.
unasema nampenda Yesu, lakini maisha unayoishi yanaonyesha unapenda fedha kuliko kumpenda Yesu. Ibada hata Mungu utafuata. Nakwambia mimi nimetoka huko, mimi ni baba yenu. Sema amen. Hebu hata inaomba anzi kidogo, angalia kidogo. Hata hiyo 50-50. Mwinjilisti hapa kaandika nyama, anasema hayo yanaingia kweli. Haingia. Mimi nimegusa kwa hiyo. Wanipenda kuliko hao. Watu watapenda fedha kuliko kumpenda nani? Ashukuriwe Mungu. Mimi nimeshinda huko, nimetolewa kwenye viatu. Anafikiri na mimi ilikuwa kazi rahisi. Sema amen. Tulipambana na Mungu na shetani mpaka Mungu akaniambia, "Mimi hivi una maana kwani siwezi kukulisha?" Nikamwambia, "Na wewe kwa hiyo." Eliza walipenda kuliko hao. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Mungu. Wewe ni shahidi. Wewe ni shahidi. Sikiliza nimalize hivi. Neno limetoka kwa Mungu. Ulivyoanza na Mungu, sivyo unavyoendelea na Mungu. Siku za mwisho. Upendo utafanya nini? Watu watapenda fedha kuliko kumpenda nani? Hili neno linatoka kwa Bwana. Na hata wewe uliajiliwa. Je, ukipata hata kamuda unakatumiaje kwa ajili ya Bwana? Ili uonyeshe kwamba ili neno lenye watumwa watini Bwana anasema. Lakini wa kwanza siku tulikuwa tunasema mamlaka kuu ndio ya kuangaliwa zaidi kuliko mamlaka hizo. Mamlaka za kidunia ni mamlaka ndogo. Kuna mamlaka kuu. Kumbuka Nebukadneza anasema alipopelekwa kula majani kama ng'ombe, akasema ndipo nikatambua kumbe kuna yeye anayetawala juu yangu. Kumbe kuna yeye anayetawala juu yangu. Mimi ile neno la kinabii, mimi sijui, lakini ukiangalia maisha tunayoishi sasa ni sawa na ile neno Mungu analosema nasi jioni ya leo. Mchana wa leo. Nitoke na mimi nitoke. Mimi sijakukatalia na mimi nakuombea sana utoke. Lakini hutatoka kinyume na neno la Mungu. Mimi nakuhakikishia ukitoka nje ya neno la Mungu, hapo mbingu imekukataa. Maana hata shetani ana watu wanayo hayo unayoyatafuta. Hayo tunayoyatafuta. Wanayo kuliko sisi. Lakini wao sasa hawana wokovu wetu tulio nao. Umemaliza kale kamstari ili tuishia. Tutaendelea Mungu akitujalia. Wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasio wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Kale katika kuongozwa juzi kule Marekani, kule California. Si walimwekewa Mungu starehe zao na nini? Mama waliopewa vitu vitatu: Mungu, starehe zao na nani? Mama. Yaani mama unampenda, starehe zako na Mungu. Mungu alipata kule na magapi? Sifuri. Yaani Mungu hatukupenda.
Unaona kitu kilichotokea kule kanisani. Lakini bado kuna watu wasioamini mpaka leo. Upendo wao na Mungu waliusukumia mbali. Mpaka watu wanapenda starehe na kumpenda mama. Mungu akampa sifuri. Ndani mwako unampa Mungu na mangapi? Simama. Ndani mwako unampa Mungu na mangapi? Alafu naimba hapa mbele. Yesu namba moja, namba moja, wakati namba tatu. Tuseme moja. Unaimba Yesu namba moja, namba moja, Yesu namba moja, tuseme moja. Sasa msikilize, nimalize mwisho. Yule Yohana, sababu ya kumpenda Mungu hapo kaneno mtakatifu. Kila wakati Yesu alipokuwa yupo, niangalie. Yeye alikuwa kwa hiyo upendo kwa Yesu, yaani yule Yohana anaenda yule, akila mahali Yesu alipokuwa alikuwa anaendelea kwa anaitwa kudekeleza hakuna aliyekuwa. Unajua Petro ameachiwa uaskofu kwa sababu alikuwa ni mdadisi. Sikiliza. Hivi nikuulize, huyu Yohana aliachiwa nini na Yesu? Huyu Yohana aliachiwa nini na Yesu? Unaona sasa? Unamisi ibada tu hivi. Aliachiwa kitu kikubwa kuliko Petro. Unapenda kuonyesha kwenye neno? Aliachiwa nini? Achana upendo kwa kuhusiana na kitu gani? Soma kitabu cha Ufunuo moja. Anasema ule ufunuo wa Mungu aliyompa Yesu. Hakuna mtu ambaye ni mwaminifu wa kumpa ule ufunuo kwa yale makanisa saba. Akampa nani? Yohana. Aliachiwa kitu kikubwa, ufunuo aliopewa Yesu. Ule wa kwenda kwenye makanisa saba. Saba manake utimilifu, zaidi ya hapo hana. Akamkabidhi akamwambia, ufunuo huu nimepewa na Mungu, mimi naondoka. Ufunuo huu wewe ndio utakayeenda nao. Na kitabu kile kama kuna mwanzo, kuna ufunuo ambacho ni kitabu cha Musa. Kile kitabu chote kinamhusu Yohana. Yeye alifunuliwa mambo ya mbinguni. Shauri ya upendo wa Mungu uliokuwa tabia za Mungu zilizokuwa zimekamata maisha yake. Yesu